Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo aliye hai, kwa wema na fadhili zake ambazo anazidi kutuonyesha kwenye maisha yetu. Hakika amekuwa mwema mno, ametupigania, ametutetea, ametulinda, ametuvusha, ameonekana kwenye maisha yetu katika namna mbalimbali. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumuinua, tuna kila sababu ya kumweka juu, tuna kila sababu ya kumtukuza, maana peke yake ndiye aliyetukuka, peke yake ndiye anayestahili. Na ninakukaribisha sana kama ni mara yako ya kwanza kuwepo kwenye YouTube channel hii, mahali ambapo utapata maarifa neno la Mungu, mahali ambapo utapata program mbalimbali za kimaombi zitakazo kusaidia na kukujenga katika maisha yako ya imani na kiroho. Kwa hiyo nakukaribisha sana kama ni mara yako ya kwanza, usiache kusubscribe, usiache kucomment, kulike na kushare ili mafundisho ya neno la Mungu yaweze kuwafikia watu wengi, pia nao wapate kubarikiwa kama ambavyo utakwenda kubarikiwa. Tuko pamoja nami mtumishi wa Mungu Dr. Kizumba Ndaga, nitakuwa nikikuongoza katika tafakari ya neno la Mungu kwa siku yetu hii ya leo. Basi bila kupoteza muda, tena kumshukuru Yesu kwa wema na fadhili zake, kisha baada hapo tutakuwa tunaendelea mbele na tafakari yetu hii. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru na kutukuza Mungu aliye hai. Asante kwa wema na fadhili zako, umetupa kibali na neema siku nyingine tena tupate kujifunza maneno ya uzima. Roho Mtakatifu uliye mwalimu na kiongozi wetu mwema, ninakusihi karibu katikati yetu, tufunulie maandiko tupate kuelewa, macho yetu ya ndani yakatiwe nuru, tupate kuona ile siri ya injili iliyofichika ndani ya neno lako, Bwana, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaomba kanipe usemi, kanipe hekima ya kimungu, kanipe maarifa ya kimungu napokwenda kusema na mtumishi wako huyu. Baba, ninaomba neno lako likalete mguso wa kweli, likalete badiliko na mgeuko wa kweli, mgeuko ulio halisi kwenye maisha yake, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Upako wa Roho Mtakatifu ukatufunike tunapokwenda kuanza hata pale tutakapoenda kuhitimisha, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya sana, nakukaribisha katika tafakari neno la Mungu kwa siku ya leo. Roho Mtakatifu amekuwa mwema sana, ametupa somo zuri, ametupa ufunuo mzuri sana ambao bila shaka utakwenda kukubariki. Unajua kwenye maisha watu wengi wamekuwa kijaribu kwa muda mrefu kutafuta mabadiliko. Kila mtu anatafuta mabadiliko, kila mtu anatafuta mgeuko fulani kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake. Sasa watu wengi wamekuwa kijaribu kutafuta mabadiliko na mgeuko katika namna wanazojua wao, katika namna mbalimbali, lakini bila kupata matokeo. Watu wengi ninawajua wamejaribu kutafuta mabadiliko, wamejaribu kutafuta mgeuko, lakini hawakupata matokeo yote, hawakupata matunda yote yale. Sasa Roho Mtakatifu ametupa somo hili ili kukuonyesha njia rahisi, kukuonyesha njia nyepesi mno ambayo ukifuata na kuiamini utapata mgeuko kwa wepesi sana, utapata mabadiliko kwa wepesi sana. Kwa hiyo somo ambalo tunatembea nao siku ya leo, ufunuo ambao Roho Mtakatifu ametupa unaenda na jina linalosema kugeuzwa kuwa mtu mwingine, kugeuzwa kuwa mtu mwingine, transformed to be another man, transformed to be another man. Sidhani kama kuna mtu ambaye hatamani kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Sidhani kama kuna mtu ambaye anatamani maisha yake yabaki pale pale jinsi yalivyo. Kila mtu anatamani kuona maisha yake yakibadilika kila itwapo leo. Anatamani kuona maisha yake yakigeuzwa, yakibadilika kwenye kila eneo la maisha yake, kwenye tabia zake, kwenye mwenendo wake, kwenye maisha yake, karia, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye kiroho. Anatamani aweze kuona mabadiliko hatua kila itwapo leo. Sasa leo Roho Mtakatifu atakwenda kutuonyesha njia nyepesi mno, njia rahisi mno ambayo itakusaidia kufika, kubadilika, kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Sasa tufungue pamoja kitabu kile cha Samueli wa kwanza ile sura ya 10, Samueli wa kwanza ile sura ya 10, ule mstari wa 5, tena ule mstari wa 6, alafu tutaruka ule mstari wa 10. Maneno Mungu anasema, baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka toka mahali pa juu kwenye kinanda na tali na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Tamani zingatia hilo, nao watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6, na roho ya Bwana, zingatia pia neno hilo, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Zingatia pia neno nguvu. Hapa nasema nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Oh, haleluya. Mtu wa Mungu, nimekusomea hii habari, ni habari ya mtu mmoja alikuwa anafahamika kwa jina la Sauli. Sauli alikuwa ni kijana tu wa kawaida, alikuwa tu ni mtu wa kawaida, lakini Mungu alimchagua, Mungu alimtenga awe kuwa mfalme wa taifa la Israeli. Sasa Mungu wakati anaanza mchakato wa kumbadilisha Sauli, hapa katikati tunapata kuona kwamba alimtuma Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana aliagizwa kwenda kwa Sauli ili aweze kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Wakati Mungu anamwandaa Sauli kuwa mfalme, Sauli alikuwa yupo katika hali ya kawaida, alikuwa ni mtu wa kawaida kama nilivyosema, na ili aweze kugeuzwa kuwa mfalme, ili aweze kugeuzwa kuwa mtu mwingine, ilimpasa Mungu amtume Roho Mtakatifu wake ili aweze kumgeuza Sauli kuwa mtu mwingine. Nachomaanisha ni nini? Ni kwamba hauwezi ukaona mgeuko kwenye maisha yako pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio njia pekee, ndio namna pekee tuliopewa ili tuweze kugeuzwa kuwa watu wengine. Hauwezi ukageuzwa kuwa mtu mwingine pasipo Roho Mtakatifu. Na hapa natamani nielewe, mtu wa Mungu, natamani unisikize kwa makini sana. Unajua kuna watu wengi wamejaribu kwa njia mbalimbali kutafuta mabadiliko, wamejaribu kwa njia mbalimbali kutafuta mgeuko kwenye maisha yao. Inawezekana ni kweli wamechoshwa na hali walizo nazo, wamejaribu kwa namna mbalimbali kujaribu kuona hali zao zikibadilika. Wasijua kwamba njia na namna pekee tuliopewa ili tuweze kugeuzwa ni kupitia
Roho Mtakatifu. Nachomaanisha ni nini? Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, anao uwezo wa kugeuza kila eneo la maisha yako, anao uwezo wa kubadilisha mazingira, kubadilisha hali, kubadilisha tabia zako na mienendo yako, kubadilisha maisha yako kwa ujumla. Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utakapoanza kumruhusu, utakapoanza kumpa nafasi Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, ndivyo ambavyo utakapoanza kuona mabadiliko na mgeuko kwenye maisha yako. Hebu tuendelee kusoma andiko letu. Tuendelee kusoma ule mstari wa, hebu turuke ule mstari wa 10. Andiko nasema, basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye, kisha Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Kwa hiyo Sauli alikuwa ni mtu wa kawaida sana, hakuwa na uwezo wa kutabiri, hakuwa miongoni mwa manabii, hakuwahi kwenda kwenye madarasa ya manabii, lakini Roho Mtakatifu alipomjilia kwa nguvu, maandiko yanatuambia kwamba alipata uwezo wa kutabiri. Kwa maana nyingine kwamba aligeuzwa kuwa mtu mwingine, kuwa nabii. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, Roho Mtakatifu anapokuja na nguvu kwenye maisha yako, ile nguvu ambayo anakuja nayo uwe na kawaida ya kukugeuza wewe ambaye ulikuwa ni mtu wa kawaida. Roho Mtakatifu anapokuja na nguvu zake, zile nguvu zake huwa zina kawaida ya kukugeuza kuwa mtu mwingine. Wewe ulikuwa mnyonge, zinakugeuza kuwa mtu mkuu, zinakugeuza kuwa mtu mwenye nguvu, zinakugeuza kuwa mtu jasiri. Wewe ulikuwa mtu muoga, zinakugeuza kuwa mtu ambaye mwenye uthubutu wa kufanya mambo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako huwa kuache kama ulivyo. Lazima akupe mgeuko, lazima akupe badiliko. Wewe uliyekuwa mzinzi, uliyekuwa mtu wa kidunia, uliyekuwa mtu wa matukano, Roho Mtakatifu anapokujilia kwa nguvu kwenye maisha yako, anakugeuza, unakuwa mtakatifu wa Mungu. Unaanza kuwa ni mtu wa maombi, unaanza kuwa ni mtu wa neno, unaanza kuwa ni mtakatifu wa Mungu, unaanza kuwa ni mchaji wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu inageuzaga maisha ya watu, inageuzaga tabia za watu. Lakini wewe ulikuwa maskini, wewe ulikuwa chini, wewe ulikuwa umedharauliwa, wewe ulikuwa si kitu katika familia yenu, Roho Mtakatifu anapokujilia kwa nguvu, anakugeuza kuwa mtu mwingine. Unakuwa ni mtu kati ya watu, unakuwa ni mkuu, unakuwa ni jibu, unakuwa ni suluhisho katika jamii na kizazi chako. Watu waliokudharau wanaanza kukukimbilia kwa ajili ya suluhisho. Watu waliokunyoshia kidole wanaanza kukupigia makofi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amekujilia kwa nguvu, na hiyo nguvu imekugeuza, imekutransform kuwa mtu mwingine. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, the transforming power of the Holy Ghost ije kwenye maisha yako, ikigeuze, ikubadilishe, ikutransform kwenda kuwa mtu mwingine. Katika jina la Yesu. Ria masanto raba valeria rika parama shando raba sataya. The power of the Holy Ghost ikakugeuze, ikakutransform kama ilivyombadilisha Sauli akaanza kuprofesy. The power of the Holy Spirit ikakugeuze na kukubadilisha uwe mtu mwingine katika jina la Yesu. Amen. Sasa pia natamani tuendelee ule mstari wa 11. Tuendelee mstari wa 11 kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11. Na Mungu anasema, ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo kwamba tazama huyu anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana. Ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Yes, Sauli pia yupo miongoni mwa manabii. Nimekusomea ni kweli kukuonyesha nini? Ishara ya kwamba umegeuzwa kuwa mtu mwingine ni kwamba wale watu waliokujua hapo zamani waweze kuona badiliko kwenye maisha yao. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba tumegeuzwa kuwa watu wengine ingali wale watu wa zamani hawajaona badiliko lolote. Hapo tunakuwa tunajidanganya, kwa sababu Roho Mtakatifu anapokugeuza atahakikisha wale watu waliokujua hapo zamani waone badiliko kwenye maisha yao, waseme kwamba hakika huyo siye yule tulemu, huyu ni mtu mwingine. Walizoea kukuona wewe ni mzinzi, walizoea kukuona wewe ni mwizi, walizoea kukuona wewe ni maskini, walizoea kukuona wewe ni mtu tu wa kawaida. Lakini Roho Mtakatifu anapokujilia atakugeuza. Hata wale wanaokujua zamani watasema kwa kweli huyu binti amegeuzwa, kwa kweli huyu kijana amebadilika, sio huyu ni mwingine. Na kitu ambacho kilitokea kwa Sauli alikuwa tu ni mtu wa kawaida, walimzoea tu kumuona anafuga tu punda za baba yake, anafuga tu, ni mkulima tu wa kawaida. Lakini the moment Roho Mtakatifu alipomjilia kwa nguvu, he transformed him, alimgeuza kuwa a prophet, alimgeuza kuwa nabii. Hata watu waliomzunguka wakastaajabu, wakashangaa imewezekanaje jambo hilo. Hapa nikusomea andiko la Mathayo. Andiko la Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13, tusome chapu. Kuna kitu pia nikutazamisha. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 ule mstari wake wa 54. Maneno ya Mungu yanasema hivi. Kama nizema mstari wa 53 anasema, ikawa Yesu alipoimaliza mifano hiyo alitoka akaenda zake. Mstari wa 54. Na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Wanajiuliza wapi amepata wapi? Mstari wa 55. Huyu si mwana wa Selemala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na anaendelea kusema na mambo yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Mbona kitu ambacho nimekusomea ili kwenye habari ya Yesu Kristo Bwana wetu ni kwamba wale watu
wa Nazareti, nchi yake ya Nazareti, walikuwa wameshamzoea ya kwamba Yesu ni mwana tu wa seremala, ni mtu fulani tu wa kawaida, tunamuonaga tu, na walishamzoea. Sasa the moment Yesu amerudi baada ya kubadilishwa kuwa mtu mwingine, aliporudi katika nchi yao alikuwa anaongea katika hekima sio kwa kawaida. Alikuwa akiongea vitu yani maarifa ya kipekee. Alikuwa akiongea hivi maneno, alikuwa na nguvu ya Mungu, nguvu sio ya kawaida. Sasa watu wakawa wanastaajabu. Alikuwa anafanya miujiza, alikuwa anafanya mambo ya ajabu. Watu wakawa wanastaajabu, huyu si mwana wa seremala huyu. Huyu sio mtoto wa Mariamu. Imekuwaje leo amepata haya mambo yote? Nachomaanisha nini? Kwamba kuna vitu ambavyo Mungu akifanya kwenye maisha yako, kuna mgeuko ambao Mungu akikupa kwenye maisha yako, utaacha watu wengine wakishangaa. Kwa hiyo haujageuka mpaka watu watakapoanza kukushangaa. Haujageuzwa kwa mtu wengine mpaka watu waliokujua zamani washangae, wasemezane wao kwa kwamba imewezekanaje jambo hilo. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, wale watu ambao walikuwa wanakuchukulia kawaida, wale watu ambao walikuwa wamekulebo aina fulani ya maisha, walikuwa wamekupa jina fulani kwenye maisha yako, ninakuombea katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu akakujilia kwa nguvu, akakugeuza uwe mtu mwingine, uwe ishara kwao ya kwamba Roho Mtakatifu amekugeuza. Wakasemezana wao kwa wao, wakastaajabu ya kwamba imewezekanaje na wewe umegeuzwa kuwa mtu mwingine. Ninakuombea hiyo neema katika jina na katika damu ya Yesu. Amen. Kwa kumalizia niseme, hatuwezi kupata mgeuko wa kimaisha kama hatujakutana na Roho Mtakatifu. Hivyo ninakusihi mtu wa Yesu, fungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu. Mkaribishe Roho Mtakatifu kwenye maisha yako ili aweze kukigeuza kuwa mtu mwingine. Hauwezi ukabadilika kimaisha, hauwezi ukabadilika kitabia na kimienendo, hauwezi ukabadilika kifikra na kimawazo, hauwezi ukabadilika kiroho na kihuduma kama Roho Mtakatifu hajakujilia. Na maandiko yako wazi katika kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 ya kwamba Mungu anasema katika siku za mwisho atamimina Roho wake juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amemimina kwa wote wenye mwili. Roho Mtakatifu yuko available kwa wote ambao wanamhitaji. Swala lako wewe kufungua moyo wako, kumkaribisha Roho Mtakatifu aingie ndani ya moyo wako, afanye makao ndani ya moyo wako, aachilie nguvu ndani yako, nguvu ambayo itakubadilisha kuwa mtu mwingine, katika jina na katika damu ya Yesu. Amen. Basi hapo ndio mwisho wa somo letu hili la kugeuzwa kwa mtu mwingine, lakini siku za usoni tutakuwa tuna series za maombi ya Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usipangi kukosa series hizo zitakapokuja, na bila shaka utapokea nguvu, utapokea anointing na the power ambayo itakugeuza kuwa mtu mwingine. Ninakusihi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, comment kama umebarikiwa, lakini pia usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili pia nao waweze kubarikiwa kama ambavyo umebarikiwa. Mungu wa mbinguni akutunze, Yesu Kristo akufunike, neema yake isikupungukie sasa hata milele. Amen.